Watu wa Same, mko vizuri? Punga mkono tusalimiane. Paka kule nyuma nataka kuona. Wanaonisikia wote wapunge mkono. Na nisikia? Tumekuja kwenu kuwasalimia. Kama walivyosema wenzangu, tuko kwenye operation inaitwa No Reforms, No Election. Na mimi sitaki kumzungumza Mathayo. Mathayo mimi nilikuwa naye bungeni. Wakati mimi napiga winga ya kulia hatari kabisa, yeye hata kikosi cha reserve haingii, hata mazoezini haingii. Uongo kweli? Kwa sababu mimi naambiwa hapa kuna tembo, na shangaa kwamba kama kuna tembo bora zaidi kusikia mbunge anasema kuna tembo. Na kazi ya mbunge ni kuwasemea wananchi. Uongo kweli? Sasa kelele sisi tuliokuwa tunapiga kuhusu dhahabu ya kwetu kule Tarime, kila mtu anamjua Heche, kwa sababu mimi nafanya kazi ya nini? Ya wananchi. Uongo kweli? Sasa ndugu zangu, nitazungumza kwa kifupi sana, lakini mnisikilize. Tuko kwenye operation ya chama inaitwa No Reforms, No Election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na watu wote wamepanda hapa, wote wanazungumza kuhusu uchaguzi. Na CCM, kwa sababu pia elimu yetu ni ya kijinga sana. Kati ya nchi ambazo zina elimu ya hovyo ambayo haifundishi watu wake critical thinking ni nchi yetu. Kuna siku mwandishi wa habari mmoja Kenya aliwahi kumuuliza Mwalimu Nyerere, "Mwalimu, nasikia huko kwenye nchi yako kwamba unafanya vitu fulani na fulani na fulani." Mwalimu akamjibu hivi, mtu akikwambia mimi ni baba yako, utakuja kuniuliza kwamba eti mwalimu wewe ndio babangu? Si unajua mimi sio babako. Sasa nchi hii watu wetu wanapewa elimu ambayo unakutana na mwanaume ukamwambia unajua wewe ni mwanamke, anakimbia kwenda kujiangalia hivi kweli mimi ni, na anajua yeye ni mwanaume. Sasa ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo CCM wameleta elimu ya kijinga, imesababisha watu wetu hawafuatilii mambo ya muhimu. Watu wetu wanakuwa maskini wa kutengenezwa, maskini wa kutengeneza kabisa. Watu wachache kabisa wananufaika na rasilimali za nchi yetu. Sisi tunakaa tunasema aliyeko juu ngoje chini. Na ni nchi yenye methali kweli za kijinga jinga, mtakacha uvunguni sharti ina. Aliyeko juu ngoje chini. Sui nini za kukufanya uamini vitu vya kijinga jinga. Sasa tumekuja tunazungumza kuhusu uchaguzi, na kwa sababu wanajua propaganda, wanaweza kuja wale wanazungumza kuhusu uchaguzi kwa sababu uchaguzi unawahusu wao. Wana uchu wa madaraka, wanataka ubunge tu. Huyo anayekuambia kwamba sisi tuna uchu wa madaraka, yeye yuko madarakani tangu miaka 63 iliyopita, anakuambia sisi tuna uchu ambao hatujai kuingia madarakani. Mwenye uchu nani hapo? Yeye ana miaka 63 yuko madarakani, anatuambia sisi ambao hatujakaa madarakani kwamba tuna uchu wa madaraka, kana kwamba kuwa na uchu wa madaraka ni jambo baya. Ni kweli tuna uchu wa madaraka ili tubadilishe nchi. Uongo kweli? Sasa mnisikilize, kwa nini tunazungumza kuhusu uchaguzi? Na uchaguzi unakuhusu nini wewe mwananchi? Hii hapa ni katiba yetu ya mwaka 77. Nitawasomea vifungu kama vitatu. Ibara ya 8 ya katiba yetu inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Hiyo ni katiba. B, lengo kuu la serikali litakuwa ni ustawi wa wananchi. Lengo kuu, sio lengo tu. Lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C, serikali itawajibika kwa wananchi.
Hiyo ni ibara ya 8. Ibara ya 9 nawasomea kifungu I, kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yanatilia mkazo maendeleo ya wananchi na hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada za kuondosha umaskini, namba 1, ujinga, namba 2, maradhi, namba 3. Hiyo ni ibara ya 9 kifungu I. Sasa ningeweza kusoma ibara ya 15, 18, 27, zote hizo zinazungumza maisha yetu, lakini nataka nisome kifungu cha mwisho ili nijenge hoja zangu. Ibara ya 27. Kila mtu ana wajibu wa kulinda mali asili ya Jamhuri ya Muungano, mali ya mamlaka ya nchi na mali yote inayomilikiwa kwa pamoja na wananchi, na pia kuheshimu mali ya mtu mwingine. Sasa ibara ya 8 nimewaambia inasema msingi wa mamlaka na madaraka yote ya serikali ni wewe mwananchi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba badala ya sisi wa Tanzania wote tuwe marais wa nchi, tusimamie rasilimali zetu kwa niaba yetu, haiwezekani tukawa wote marais. Tunachagua mtu mmoja kwa niaba yetu, tunakasimu mamlaka yetu kwa mtu mmoja asimamie kwa niaba yetu. Badala ya sisi wote Same Mashariki, Same Magharibi, Tarime, Mwanza, Bunda, twende bungeni tukajiwakilishe. Hakuna ukumbi wa kutosha kutubeba wote. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu akatuwakilisha, akasimamie rasilimali zetu. Kwa kizungu mbunge anaitwa a taxpayer representative, mwakilishi wa mlipa kodi. Mwakilishi wa mlipa kodi. Badala ya sisi wote kata gani twende halmashauri na kata nyingine, hakuna ukumbi wa kututosha, tunateua mtu mmoja au diwani kwa niaba yetu. Kwa hiyo jambo la kiuchaguzi ni jambo la wananchi, ni jambo muhimu kuliko mambo yote tunayojua, kwa sababu uchaguzi unatupa viongozi ambao ndio wanaenda kupanga maisha yetu kwa niaba yetu. Sasa katiba hii inasema lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Je, ustawi ni nini? Tukisema ustawi, wewe mwenye jacket, ustawi ni kwamba uweze kuishi vizuri, sawa sawa, ulale vizuri, utibiwe vizuri unapougua, uendeshe gari inapowezekana, utembee kwenye barabara nzuri, upate maji, kila kitu. Ndio maana ya ustawi. Na katiba hii ibara ya 9 inasema kwamba matumizi ya utajiri wa taifa letu, imetumia neno utajiri, itakuwa ni kwa ajili ya kuondoa umaskini, maradhi na ujinga. Sasa ndugu zangu wa Same, nchi hii ni nchi iliyobarikiwa kuliko nchi nyingi sana duniani, na ndio maana katiba yetu inatambua neno utajiri wa nchi yetu. Ina kilomita za mraba, ukubwa wa ardhi yetu ni kilomita za mraba 945. Ukichukua Kenya, ukichukua Uganda, ukichukua Rwanda, ukichukua Burundi, ukiziunganisha kwa pamoja, zina kilomita za mraba 890. Sisi pekee yetu nimwambia laki ngapi? 945. Nchi pekee duniani yenye madini yanaitwa Tanzania, itaipatikana kwingine kokote isipokuwa Tanzania, hapa kanda ya kaskazini hapo wapi? Simanjiro.